Karibu katika episode ya 4 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 3, hakisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Mwamba Anan alishatolewa kutokea dirishani. Sasa wakawa wanataka kuhakikisha kana kwamba je, ni kweli ni Mwamba ama ni mtu mwingine kabisa. Lakini Mwamba kila wakati akawa anasema jamani, mimi ni Anan, naomba mniachilie jamani. Lakini bidada akasema hapana, huyu sio Anan ambaye anaongea, huu ni mzimu. Basi Mwamba Usu akaanza kufanya mambo yake, akaanza kumuhoji Mwamba kwa kutumia maswali mbalimbali ambayo wanayajua na michezo aliyokuwa akicheza pamoja. Mwamba akawa anashindwa kujibu, mwisho wa siku macho yakawaka, ishara ya kwamba aliyopo ndani bado ni mzimu. Na Mwamba alipogundua kwamba ameshashtukiwa, basi aliwasukuma kwa nguvu afu akawacheka sana. Akasema nyie hamna nguvu kabisa, bidada Doshin pamoja na wewe Mwamba Usu, wote nyie ni takataka tu. Na akazidi kusema kwamba kwa nini mnampigania mtu ambaye amekuwa wa mwisho darasani? Atawasaidia kitu gani huyu? Mwacheni afe. Na Mwamba akiwa yuko dirishani akasema kwamba naomba mwafikishie wanafunzi wengine ujumbe huu kwamba kama wakiendelea kuwa wa mwisho darasani watakufa kama ambavyo Inani anakwenda kufa sasa hivi. Ni kweli Mwamba akadirusha kutoka dirishani na akaangukia chini. Usu pamoja na bidada Doshi hawakuamini macho yao. Tayari Mwamba Inani alikuwa nafsi yake imeshatoka, tayari huyu alishakufa. Hasa wakati huo huo bidada Doshi akaenda kutazama mwili wa Mwamba na kugundua kwamba bado mapigo yake ya moyo yalikuwa na dunda, japokuwa alikuwa akimalizikia. Kwa akapata wazo la kumwaisha haraka sana hospitalini ndani ya dakika 5 tu. Yeye mwenyewe Inani amesimama kando ya mwili wake, haamini kabisa eti kwamba yeye ni marehemu na alishakufa. Hasa wakapata wazo kwamba ili Mwamba Inani aweze kuelekea mwenyewe hospitalini, basi watumie nafsi ya mzimu mwingine ambaye auingilie mwili huo na moja kwa moja elekea hospitalini yeye mwenyewe ndani ya dakika 5. Ni kweli bwana, Mwamba alimwaisha jamaa wake hospitalini haraka sana. Sasa alipofika hospitalini, madaktari hawakuamini kabisa kuna mgonjwa amekuja amejileta kwenye kiti alafu amelala hapo na tayari amezidiwa. Kwa kweli Mwamba Usu alikasirikia sana ile nafsi iliyoweza kufanya jaribio la kutaka kumwangamiza Anani. Akawa anasema kwamba hii nafsi imewahi kumuua rafiki yangu, nimeshakumbuka sasa hivi. Na akawa anamwambia bidada Doshin kwa hasira sana kwamba tuhakikishe tunaikamata hii nafsi, kuhakikisha kwamba tunazuia vifo vya wanafunzi wengine vya kijinga kama hivi. Hasa mkuu wa shule bana, nyakati za asubuhi akiwa amefika shuleni akiwa anajua kwamba Mwamba Inani tayari atakuwa ameteketea, lakini akashangaa kuna kufuli ambayo ilikuwa na damu. Sasa akawa anajiuliza tayari mzimu ulishachukua mtu nini? Akati anaendelea kuangalia, kuna mwalimu akawa anaingia. Mkuu wa shule akajifanya hakuna ambacho anakijua, akaanza kuuliza jamani, mbona kuna kufuli hapo lenye damu? Kuna kitu gani kimetokea hapa shuleni? Kumbe bwana, mwalimu alikuwa ameshavaliwa na ile nafsi ambayo imeshindwa kumchukua Anani. Sasa iko ndani ya mwili wa mwalimu, ikawa inamwangalia huyu mkuu wa shule kwa jicho la hasira sana, sijui hata ameikosea nini. Akafa tu ile nafsi ikamvamia na kuanza kumpiga mkuu wa shule, lakini mkuu wa shule ana ilizi yake fulani ambayo anaitumiaga kuweza kumkamata huyu mzimu na kumfungia katika chumba fulani. Akawa minasa ile nafsi na akaiweka katika ilizi. Lakini siku ya leo mkuu wa shule alikuwa amemuita bidada Doshin, na bidada anaingia ofisini ndio anagundua kwamba na mama yake mzazi yuko hapo hapo. Sasa akawa elewi nini ambacho kinaendelea. Na sekunde hiyo hiyo pia Usu naye akawa ameingia, akakaa kando kidogo ya bidada Doshin asikilize nini ambacho mkuu wa shule amewaitia. Mkuu wa shule anasema bidada Doshin anatakiwa kuhama kabisa hii shule, kwani wanafunzi wengi wanamuhisi vibaya kwa sababu wamegundua kwamba yeye ni mtoto wa mganga. Sasa hii itaharibu performance ya wanafunzi, inatakiwa ahame. Mwamba Usu akasema kwamba kila ambacho bidada anaweza kukifanya wala kuona mizimu, hata mimi mwenyewe naweza hivyo hivyo. Kwa kama kuna adhabu ambayo bidada anatakiwa apewe, na mimi natakiwa nipewe kama bidada Udushi. Na wakaanza kusema kuwa picha za CCTV kamera zinaonyesha kwamba Inani aliweza kuanguka kutoka juu ya ghorofa. Alafu baada ya hapo bidada Doshi ndo akaenda kumfuata Inani pale pale chini. Ilikuwa nyakati za usiku. Lakini Mwamba Usu akasema kwamba mbona hata mimi mwenyewe nilikuwa eneo la tukio na mimi nilikuwa nimeambatana na bidada Doshi, kwa nini mimi amuniingize katikati ya tukio? Kumbuka kwamba baba yake na Mwamba Usu ana nguvu sana. Hasa mama yake na bidada Doshi wakati anatoka pale shuleni kutoka kuonana na mkuu wa shule, ghafla tu akaanza kusikia kengele yake ilikuwa inatoa mlio fulani hivi. Akashtuka kana kwamba hapa jirani kutokuwa kuna mzimu mbaya. Bidada Doshi alikuwa anapokea matokeo yake kutokea kwa mkuu wa shule akimuonesha kwamba Mwamba Usu amepata 100 ya 100, lakini pia na bidada amepata karibia 98. Na Mwamba Usu amepata wa kwanza kabisa katika hii shule. Lakini bidada anasema kwamba yeye max zake zimeshuka kidogo, kwani hakuwa mtu wa kupata max alizoweza kuzipata sasa hivi. Sasa Mwamba Usu akasema bana, masuala ya masomo hebu tuachane nayo hapa, tuzungumze kwa habari ya Mwamba Inani. Hivi nafsi yake iko wapi? Mwamba Usu akasema nimeificha sehemu, haiwezi kaibiwa kabisa. Na wakajadili kwamba wanatakiwa kuikamata ile nafsi haraka sana, nafsi chafu, kabla hajaweza kumpata Inani wapi alipo na kuweza kumuondoa maisha yake kabisa. Sasa mkuu wa shule bana, baada ya kugundua kwamba ile nafsi imeshindwa kabisa kumkamata Anani, basi akawa ameandaa mtihani mwingine ambao utakwenda kufanyika hivi karibuni. Kwa bahati mbaya sana, mwanamke mmoja hivi anayefahamika kama Eon aligundua kabisa kwamba yeye ndo atakuwa wa mwisho, kwa sababu mara nyingi ndo anakuaga watatu kwa mwisho, na sasa hivi hii itakuwa ni zamu yake kabisa yeye kuwa wa mwisho. Basi alikaa bafuni kuanza kujifikiria kutaka kujiua kabisa mapema kabla hajaweza kufa baada ya kufanya mtihani. Alikuwa ameshika kisu anataka kujikata katika mshipa ambao unatirisha damu kwa wingi sana. Lakini kwa bahati nzuri bidada Doshin akamhakikishia kwamba yeye atakopo salama kabisa na hatokufa, kwani mpaka dakika hii Anani amekuwa wa mwisho lakini bado yuko salama
salama na yuko hai kabisa. Hasa bidada Yongkyang wakati anarudi nyumbani akiwa anasubiria basi, pia bidada Dushin naye alikuwa yuko kando yake amekuja kuambatana naye. Bidada akabaki anashangaa, mbona Dushin yuko jirani sana na mimi sasa hivi? Na bidada akaanza kumfokea sana Dushin na kusema kwamba au wewe ndio unayehusikaga kuua watu, mbona unanifuatilia sana, kila ambacho nakifanya unanifuatilia tu. Akafoka sana pale. Baada ya hapo bidada akawa ameondoka zake. Hasa Mwamba Usu naye akawa anafika katika eneo hilo. Muda huo akamkuta bidada Dushin kidogo ana huzuni kile fulani hivi. Bidada Usu alipoweza kumsimulia Mwamba kwamba bidada alitaka kujiua kule bafuni, basi wakaambatana kuanza kumfuatilia yule mwanamke. Kila kona ambayo anakunja wanaambatana naye tu. Lakini baada ya bidada Dushin kuweza kukimbiwa, basi bidada alirudi tena katika eneo la mabafu na akataka tu kujikata mkono wake ili aweze kufa, lakini alisikia kuna watu wananong'ona hivi. Hasa ile kwenda kuchungulia nje akagundua kwamba hakukuwepo na mtu yeyote yule. Lakini mbaya zaidi ni baada ya kugundua kwamba kitabu ambacho kilikuwepo katika begi lake ndicho ambacho kilikuwa kinaongea, na kila picha katika kitabu chake ilikuwa inasema kwamba wewe utakupo salama kabisa, wala hautakufa mara baada ya kufanya mtihani na ukawa wa mwisho, uwe na amani kabisa. Yani kama alikuwa anafarijiwa na kitabu chake yeye mwenyewe. Kidogo hii sauti ya kutoka katika kitabu chake mwenyewe ikamtia moyo, akaondoka nyumbani baada ya kufuta machozi yake. Na bidada Dushin alikuwa yuko nje akasema kwamba kila mtu anajua kabisa kwamba wewe ndio utakupo mtu wa mwisho darasani na utakufa, lakini mimi nikuhakikishie kwamba wewe utakupo hai na hakuna ambaye ataamini kabisa, uwe na amani. Na bidada Dushin akaongezea kuwa kama ukiendelea tu kuchora hivyo utakuja kuwa mchoraji mkubwa sana. Unaweza ukafeli darasani, lakini haimaanishi kwamba utakuwa umefeli maisha. Unaweza ukaibuka na kipaji chako cha uchoraji na ukafika mbali mno. Na haya maneno yakazidi kumtia moyo bado bidada Yongkyang. Hasa bidada Dushin akiwa ameweza kurudi nyumbani akakutana na ule mzimu ambao kila wakati unakuaga jirani yake. Sasa huu mzimu ukawa unasema, siku ya jana niliweza kunaona mzimu fulani ukiwa umekamatwa na mtu. Yule mtu ni kama namjua. Na ukumbuke kwamba bidada Dushin hajui kabisa kwamba mkuu wake wa shule ndio yuko nyuma ya tukio na ndiye anayemlisha yule mzimu ambaye anafanya matukio ya ajabu sana pale shuleni. Sasa huyu mzimu aliweza kumuona mkuu wa shule ila hamjui kwamba ni mkuu wa shule. Sasa bidada Dushin akasema kwamba kama uliweza kumuona huyo mtu na uweze kumkumbuka, basi kutakuwa hakuna umuhimu wowote, acha tu niingie ndani. Alipokuwa ameingia ndani alishangaa kumkuta mamake akiwa amefunga ilizi kama zote, alafu anatetemeka kwa hofu. Kumbuka mama yake aliweza kuhisi uwepo wa nafsi chafu katika ile shule ambayo bidada Dushin anasoma, na mama yake akiwa anaogopa akasema, mwanangu, naomba uhame katika ile shule haraka sana, kwa sababu sio tu kwamba kuna nafsi chafu katika ile shule, bali kuna mizimu mingi ambayo inapiga kelele na ikilia sana katika hiyo shule. Sasa bidada kesho yake amefika shuleni akaanza kukumbuka maneno ya mama yake alivyokuwa ameyasema, lakini akimcheki Mwamba Usu anagundua kwamba jamaa alikuwa amelala juu ya meza. Sasa bidada akaanza kupeleleza ni wapi ambako huo mzimu unajificha. Alikuja kugundua kwamba kulikuwa kuna mlango wa siri sana na ndani yake kuna mzimu ambao unahitaji kufunguliwa. Na ukumbuke kwamba ndani ya mlango huu ndiko ambako mkuu wa shule ameuhifadhi mzimu ambao unakulaga wanafunzi wa mwisho shuleni. Hasa huku upande wa pili Mwamba Usu alikuwa anaota ndoto kana kwamba alikuwa ameingia katika chumba cha siri sana, na ndani hicho chumba cha siri alikutana na nafsi chafu. Akakutana na nafsi za kila mwanafunzi ambaye amewahi kuuliwa na ile nafsi chafu. Alikuwa anashangaa sana Usu. Kumbuka yeye Usu yuko ndotoni na bidada tayari alimeelekea katika hilo eneo, lakini kwa mshtuko mpaka alitaka kuzimia. Lakini katika kuangalia nafsi za watu wote ambao walikufa katika lile eneo, sasa akashangaa kumuona kwamba mpaka bidada Dushin yuko ndani ya kile chumba. Akapiga kelele akiita Dushin, ile kuja kutazama na kugundua kwamba bidada Dushin hayuko darasani. Alikuwa ameshtuka sana. Na Mwamba Usu moja kwa moja akakimbia kwenda kumfuata bidada. Hapa alimkuta bidada alikuwa amezimia chini. Alikuwa ameshangaa sana kusikia kuna makelele mengi sana ndani ya hiki chumba. Na bidada Dushin akasema kwamba ndani ya hiki chumba kuna nafsi za kila mwanafunzi ambaye amewahi kufa, kwa sababu unasikia makelele mengi sana huko ndani. Sasa Mwamba Usu ndo akaanza kukumbuka kwamba hata yeye mwenyewe ametoka kuota ndoto kana kwamba ameingia ndani ya chumba ambacho kina nafsi za wanafunzi wote walioweza kufa. Ndo akagundua kwamba ni kama alikuwa anaota tukio la kweli. Sasa jambo la kwanza wakataka kudhibitisha, je, ni kweli mule ndani kutakuwa kuna nafsi za wanafunzi? Hatua ya kwanza waliojadili ni kwamba wamfuate mwalimu wao ambaye anawafundishaga pia tusheni kule nyumbani, wakamshirikisha jambo hilo. Lakini mwalimu hakutaka kabisa kuwasikiliza kwa sababu yeye haamini kabisa juu ya uwepo wa mizimu. Lakini licha ya kwamba mwalimu alikuwa hakubaliani nao kabisa, ila akaamua tuacha kwanza ni waamini na story yao ya kitotototo hiyo. Tutashirikiana tutake kugundua yeye ukweli ni ukweli ama sio. Na mwalimu akasema, yani mkinipotezea muda wangu ndawaadhibu nyie. Basi mishale ya jioni nitakwenda kutafuta funguo inayohusiana na kile chumba cha chini ambacho mmesema ndani yake kuna mizimu. Sasa bidada Dushin ndo anaondoka nyumbani nyakati za usiku, lakini mamake anamzuia. Bidada anasema, hapana mama, mimi nataka nikagundue nini ambacho kinaendelea kule katika basement. Naamini nitatoka salama kabisa, wala usiwe na hofu. Basi moja kwa moja bana wakawa wamekutana Usu pamoja na bidada Dushin na kaanza kuingia katika hilo eneo la chumba cha siri. Sasa hapa mwalimu alikuwa na funguo za basement kwenda kuingia kule katika
kile chumba cha siri. Hasa walipofikia ule mlango ambao ndani yake inaonekana kuna mizimu mingi, mwalimu mwenyewe hakuamini kabisa, kwa sababu huu mlango hajawahi kuona hata mara moja, na huu mlango ulikuwa umewekewa ilizi fulani hivi. Mwalimu alijaribu kila aina ya funguo, lakini hakuwepo funguo yoyote ambayo iliweza kufungua ule mlango. Lakini Mwamba Usu, ile ndoto aliyokuwa ameiota mchana kana kwamba aliweza kuiona na nafsi ya bidada Doshi, akawa na wasiwasi kwamba huenda bidada ataingia katika hatari wakati mlango utakapokuwa umefunguliwa. Kwa akamwambia bidada awe jirani yake wakati wote. Hasa yule mzimu anayefahamika kama Suchang alikuwa akipita katika mitaa ya shule, ndipo alipokuja kushangaa kuona kwamba kuna sura ya mtu ambaye aliweza kumuona siku ya jana akiwa na ukamata mzimu wenye sura mbaya na kuweka katika eneo lake la mfuko. Na aliposoma vizuri ndipo alipokuja kugundua kwamba yule aliyekuwa ameushika ule mzimu na anao control alikuwa ni mkuu wa shule bana. Sasa hapa kumbukumbu za Mwamba Suchan zikaanza kumrejea kwamba kumbe ni mkuu wa shule ambaye alikuwa ameweza kumuua bibi yake na bidada Doshin. Lakini huku upande wa pili yule mwalimu Mr. Sa aliweza kufanikiwa kufungua mlango. Funguo ilipatikanika. Basi bwana, kilichobakia hapa ni kuingia ndani. Unadhani nini ambacho kitakwenda kujili ikiwa tulisikia sauti za watu wengi sana wakipiga kelele humo ndani, zikiwa ni nafsi za wanafunzi wote ambao walikufa? Lakini pia wote tunajua kwamba ndani katika chumba hiki ndiko ambako ule mzimu mbaya unahifadhiwa, na hawa wote watatu wameweza kuingia humo ndani. Watatoka salama? Mimi ni DJ Paul. Kama unahitaji mamovie mbalimbali ya kila aina, basi unaweza kanicheck inbox kupitia nambari ya simu unayoweza kuiona chini kabisa katika screen yako, na moja kwa moja utakapokuja inbox wewe niambie tu ni movie gani za aina gani ambazo unazipenda, basi moja nitakutumia. Kumbuka utachangia mtoni wa shilingi 2000 tu. Movie za kila aina unazipata hapo ndani, zilizotafsiriwa, ambazo hazijatafsiriwa, na za kila namna ambayo wewe unahitaji.